Jasusi mzoa taka anaswa kwenye mtego wa vikosi vya mukawama Gaza. Vikosi vya mukawama huko Gaza vimemnasa kwenye mtego jasusi wa utawala katili wa kizayuni wa Israeli ambaye alijifanya ni mzoa taka, kumbe alikuwa anafanya ujasusi wa kujua walipo mateka wa kizayuni. Shirika la habari la Fars limenukuu taarifa iliyotolewa na afisa mmoja katika kitengo cha usalama cha makundi ya mukawama ya Palestina akitangaza habari hiyo Jumatano na kuongeza kuwa magenge ya kijasusi ya Israeli yalimpa kazi jasusi huyo ya kutafuta na kuripoti ishara zozote zinazohusiana na mateka wa kizayuni huko Gaza. Kwa mujibu wa maelezo ambayo jarida la Al Harith lililoruhusiwa kuchapisha taarifa hiyo, jasusi huyo mwenye umri wa miaka 33 aliyetajwa kwenye ripoti hiyo kwa jina la kupanga la T.T alikamatwa miezi michache iliyopita alipokuwa akifanya ujasusi kupitia kujifanya ni mzoa taka kwenye ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jasusi huyo mzayuni alijiunga na magenge ya kijasusi ya Israeli mwaka 2022 baada ya kuwa na uhusiano na afisa mmoja wa kike wa mashirika kijasusi ya Israeli. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, afisa huyo wa kike aliyejifanya mkurugenzi wa shirika la habari za kigeni alidai anapenda kukusanya simulizi na uzoefu wa wapinzani wa mukawama katika ukanda wa Gaza, na kwa njia hiyo alianza uhusiano wake na jasusi huyo na baadaye kumtumia kwa maslahi ya utawala wa kizayuni huko Gaza. Jasusi huyo amekiri kwamba alipokea fedha nyingi kutoka nchi mbalimbali kwa kueneza simulizi za uzushi kuhusu jinsi mukawama inavyowatendea watu wa Gaza, pamoja na kufanya uhalifu kama vile wizi, mauaji na ubakaji wa wanawake. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kazi muhimu zaidi iliyofanywa na jasusi huyo ilikuwa ni kutafuta na kuchimba uchafu ili kupata mabaki ya aina mahususi ya chakula ambacho Israeli iliruhusu kuingia ukanda wa Gaza katika majira ya joto mwaka 2024. Magenge ya kijasusi ya Israeli yalimtaka jasusi huyo kutafuta mada hizo kwa kisingizio cha kukusanya plastiki na mbao na kuripoti ishara zozote zinazohusiana na waliko mateka wa kizayuni huko Gaza. Kamanda mmoja katika idara ya usalama ya mukawama amesema, "Tumeweza kunasa taarifa nyingi za ujasusi uliofanywa kwenye ukanda wa Gaza wa kujaribu kugundua walipo mateka wa maadui, lakini haziwezi kutangazwa hadharani hivi sasa." Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump amekataa pendekezo la Israeli la kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Gazeti la New York Times limeripoti hayo likiwanukuu maafisa wa ikulu ya White House na maafisa wengine wanaofahamu swala hilo. Kwa mujibu wa New York Times, Israeli ilikuwa imeandaa mipango ya kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran mapema mwezi ujao wa Mei, eti ikilenga kuchelewesha uwezo wa Teheran wa kutengeneza silaha za nyuklia kwa mwaka mmoja au zaidi. Baada ya kuzingatia mchanganyiko wa mashambulizi ya anga na mashambulizi ya kikomando, serikali ya Kiyahudi iliripotiwa kupendekeza kampeni kubwa ya mashambulizi ya mabomu ambayo ingedumu zaidi ya wiki moja. Maafisa wa utawala wa Israeli walikuwa na matumaini kwamba Marekani si tu ingeliwasha taa ya kijani kwa operesheni hiyo, bali pia ingeliunga mkono kikamilifu. Trump hata hivyo alitupilia mbali mpango huo mapema mwezi huu kufuatia mashauriano mazito katika ikulu ya White House. Makamu wa rais wa Marekani JD, waziri wa ulinzi Peter Hegseth na mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa Tulsi Gabbard walikuwa miongoni mwa maafisa wakuu wa Washington ambao waliripotiwa kuibua wasiwasi kwamba hujuma hizo zitaibua mzozo mkubwa wa Iran. Mapema mwezi huu, Brigadia Jenerali Amir al-Hajizadeh, kamanda wa kikosi cha anga za mbali cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, akizungumzia tetesi hizo za kushambuliwa vinu vya nyuklia vya Iran, alionya Marekani kuhusu uwezekano wa kushambulia ardhi ya Iran na kusema wanajeshi wa Marekani katika eneo hili wapo katika nyumba ya vioo na wanapaswa kuepuka kuwarushia wengine mawe. Aidha, Sergei Rabikov, naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, alionya hivi karibuni kwamba shambulio lolote dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran linaweza kuwa na madhara makubwa kwa eneo zima la Mashariki ya Kati. Vile vile, China imeonya kwamba haiogopi kupigana vita vya kibiashara na Marekani, ikikariri wito wa mazungumzo baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba Beijing lazima ichukue hatua ya kwenda kwenye meza mazungumzo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Li Jian amesema ikiwa Marekani inataka kweli kutatua swala hilo kwa njia ya mazungumzo na diplomasia, inapaswa kuacha kutoa mashinikizo, vitisho na uhasama na izungumze na China kwa misingi ya usawa, heshima na manufaa ya pande zote mbili. Matamshi hayo ya msemaji wa wizara mambo ya nje ya China yametolewa huku utawala wa Trump
ukiweka ushuru mpya wa forodha kwa wapinzani na hata washirika wa Marekani, lakini hatua zake hizo zimeilenga zaidi China. Wachumi wameonya kuwa ushuru wa Trump dhidi ya China na hatua za kukabiliana na Beijing zinatarajiwa kupunguza biashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani kutoka kilele chake cha hivi karibuni cha karibu dola bilioni 700 kwa mwaka hadi karibu sufuri. Ikulu ya rais wa Marekani ilitangaza hivi karibuni kwamba bidhaa zinazoingizwa Marekani kutoka China sasa zitatozwa ushuru wa 145% na huenda ukapindukia 200%. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas imetoa wito wa dharura kwa watu wa dunia kushiriki kikamilifu katika maandamano ya wiki moja ya kushinikiza kusitishwa kwa kampeni ya kutisha ya Israeli ya mauaji ya halaiki katika ukanda wa Gaza. Katika taarifa Jumatano, Hamas imetoa wito kwa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu na watu huru wa dunia kushiriki maandamano hayo ya kimataifa katika siku za Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, Aprili 18, 19 na 20. Harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina imetangaza siku hizo kama siku za hasira duniani kote mbele ya uvamizi na dhidi ya ushiriki wa Marekani na kutochukua hatua duniani. Hamas imesisitiza haja ya kuchukuliwa hatua za haraka za kimataifa kukomesha ukatili na mauaji ya kimbari ya Wazayuni dhidi ya watu wa Palestina huko Gaza, ambayo yanafanywa chini ya uungaji mkono wa Marekani na kimya cha jamii ya kimataifa. Aidha, imetoa wito wa kufanyika kwa mgomo mkuu wa kimataifa siku ya Jumanne, Aprili 22 katika vyuo vikuu vyote na taasisi za elimu duniani kote ili kuonyesha uungaji mkono wao kwa Wapalestina waliozingirwa huko Gaza. Vile tutazame mgogoro mkubwa katika jeshi la Israeli. Kwa nini wanajeshi wa utawala huo wanatoroka? Barua ya malalamiko ya marubani wa jeshi la anga la Israeli na uungaji mkono wa askari wa vitengo vingine kwa hatua hiyo ni kengele ya hatari kuhusu uwezekano wa kuenea uasi miongoni mwa wanajeshi wa utawala wa Kizayuni. Kanali ya 12 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni wa Israeli imeripoti kwamba mkuu wa jeshi la Israeli anafahamu kikamilifu ukubwa wa hatari ya kuibuka migawanyiko ya ndani na uwezekano wa kupanuka uasi miongoni mwa wanajeshi wa zamani na wa akiba, na anajaribu kudhibiti mgogoro ulioibuliwa na wanajeshi wa akiba. Makumi ya marubani wa jeshi la anga la Israeli, ikiwa ni pamoja na askari wa sasa na wale wa kikosi cha akiba, siku kadhaa zilizopita walisaini waraka na kutishia kutorudi kazini iwapo mateka wa Israeli hawatarejeshwa. Waraka huo umeeleza kuwa kuendelea na vita vya Gaza ni kwa ajili tu ya maslahi binafsi na ya kisiasa na si kwa maslahi ya usalama. Umetahadharisha kuwa kuendelea vita hivyo kutasababisha vifo vya raia na wanajeshi wengi zaidi na kusambaratika muundo wa kikosi cha akiba cha jeshi la Israeli. Kufuatia kuvunjika mapatano ya kusitisha vita na kuanza tena vita dhidi ya Gaza, mgogoro ndani ya jeshi la Israeli umeongezeka kiasi kwamba waziri mkuu wa utawala huo Benjamin Netanyahu sasa anakabiliwa na mgogoro ambao haujawahi kushuhudiwa ndani ya jeshi, yaani kupungua kwa uaminifu katika moja ya nguzo zake za kudumu, yaani jeshi la Israeli. Dalili za malalamiko na kutoridhika miongoni mwa wanajeshi wa Israeli, hasa katika safu za kati na miongoni mwa vikosi vya akiba, zimezidi kudhihirika katika miezi ya hivi karibuni. Aghalabu ya makamanda wa zamani wa jeshi la Israeli, wanajeshi wa akiba na hata maafisa wa intelijensia wanamtuhumu Netanyahu waziwazi na bila kificho kuwa hana uwezo, ni mbinafsi na kwamba anatoa kafara usalama wa Israeli kwa ajili ya maslahi yake ya kisiasa. Kwa msingi huo, aghalabu ya wanajeshi ama hawataki kurejea kazini au wametangaza wazi kwamba hawako tayari kuunga mkono tena sera za serikali ya Netanyahu. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya wanajeshi 2,000 wa Israeli katika miezi ya karibuni wamekimbia jeshini. Idadi hii ni kubwa mno ikilinganishwa na wastani wa wanajeshi wanaokimbia jeshi la Israeli kila mwaka. Wengi kati ya askari hawa wameamua kuacha kazi, si tu kwa sababu ya kuogopa vita, lakini pia kwa sababu ya kutokuwa na imani kwa serikali na kutokuwa na manufaa misheni yao katika medani ya vita. Wanajeshi wa kikosi cha akiba ambao ni uti wa mgongo wa operesheni za jeshi la Israeli huko Gaza wamechoka sana na wamedhoofika. Baadhi yao kwa miezi kadhaa sasa hawajaonana na familia zao na wameachwa gizani bila ya hatima yao kujulikana. Sababu nyingine muhimu ya malalamiko ya wanajeshi wa Israeli ni kutoridhishwa na misimamo ya sera za Netanyahu dhidi ya mateka wa Israeli wanaoshikiliwa na wapigania ukombozi wa Palestina. Afisa wengi wa zamani wa masuala ya ujasusi na wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kwamba kuendelea kwa mashambulizi mtawalia jeshi la Israeli huko Gaza
kumeongeza hatari ya vifo vya mateka. Kwa maoni yao, kuendelea kwa sera za vita huko Gaza kuna maana kuwa waziri mkuu wa utawala huo hajaweka kipaumbele kwa suala la kuachiliwa huru mateka hao na anatekeleza sera binafsi kwa ajili ya kujinusuru kisiasa. Suala hilo si tu linazungumzwa na wanajeshi wa Israeli peke yao, bali huko nyuma pia makundi ya madaktari wa Israeli ambao walikuwa wakifanya kazi kama watumishi wa akiba pia walisaini barua wakitaka kusimamishwa haraka vita dhidi ya watu wa Gaza na kurejeshwa mateka wa utawala huo haraka iwezekanavyo. Wakati huo huo, wajumbe 2000 wa tume ya taasisi ya elimu ya juu ya Israeli pia katika waraka wao mwingine wa malalamiko wametaka kusitishwa mara moja mashambulizi ya kijeshi na kufikiwa mapatano kwa ajili ya kuachiwa huru mateka, ombi ambalo limeungwa mkono pia na mamia askari wa akiba kutoka kitengo cha ujasusi 8200. Mazingira haya yameufanya mgogoro katika jeshi la Israeli kuenea zaidi kuliko vile Netanyahu na wafuasi wake walivyofikiria, kiasi kwamba kwa mujibu wa weledi wa mambo ya kisiasa, mgogoro wa sasa wa uasi ndani ya jeshi haujawahi kutokea tangu mwaka 1982. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.